Hali zinafanyika za kuendeleza uchumi wa Zanzibar. Nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi, amefanya kazi kubwa sana ya kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji. Maeneo kama haya na mengine ambayo yanaendelea kujengwa yanaweka kabisa miundombinu mizuri kuhakikisha kwamba wawekezaji wakija jukumu lao iliwe ni kuwekeza tu. Wasianze tena kutafuta shughuli za kufanya kupeleka barabara, kutafuta umeme ulipo na maji. Hivi vyote tayari vimeshawekwa. Eneo zuri, bahari ile pale, uwekezaji wa aina mbalimbali unaweza ukafanyika. Tunaamini kabisa kwa kufanya hivi, lakini pia na kikubwa kilichofanyika cha kurekebisha sheria yetu uwekezaji, kuweka hamasa kubwa na vivutio vikubwa zaidi kwa Pemba. Tunahakikisha kwamba Pemba inaenda kufunguka. Kwa hiyo kongamano hili ni sehemu ya kuendelea kuifungua Pemba. Niwaombe sana wananchi wa Pemba watumie fursa hii kujielimisha kuhusiana na uwekezaji, sheria zetu, lakini na jinsi gani wanaweza wakafaidika. Na kwenye hili ZIPA wamepanga kwenda kila mkoa kutoa elimu ya uwekezaji. Naomba niwape taarifa njema mkoa wa Kaskazini Pemba, haswa wana Micheweni. Kwa mkoa wa Kaskazini Pemba, elimu hiyo itaanza kufanyikia hapa Micheweni kwenye viwanja hivi. Na mkurugenzi ameniambia wataanza mwezi wa 9. Kwa hiyo kuweni tayari, kuna watu watakuja hapa ikiwemo wanasheria, watatoa elimu nzuri sana kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Ni jinsi gani pia watu watafaidika na uwekezaji utakao kuja kutoka nje, lakini na wenyewe wanaweza wakawekeza. Tunaposema wawekezaji hatumaanishi wa nje tu. Sisi wenyewe wana Pemba, wana Unguja, Wazanzibari kwa ujumla, wa Tanzania na wengine wote wanaweza wakawa wawekezaji. Vivutio viko vingi na vitaelezwa vizuri kwenye hiyo elimu itakayotolewa. Kwa hiyo mwe tayari, sababu unaweza hata ukawa na eneo lako. Mwingine anaweza asitaki kuwekeza hapa, akataka kuwekeza kwenye eneo jingine. Wewe mwananchi unaweza ukawa na eneo lako, unaweza ukaungana na mwekezaji, badala ya kuuza pengine mkaingia ubia na ukafaidika. Sasa hawa wanasheria watawasaidia ili muweze kufaidika vizuri na nyinyi na mali zenu mlizonazo pale mtakapoungana na wawekezaji watakaokuja. Kwa hiyo Pemba tuwe tayari, kama tulivyoambiwa ni wakati wa Pemba. Mko tayari? Mbona sioni ile hamasa jamani? Pemba mko tayari? Basi hili ni jambo zuri sana. Tunaendelea kushukuru, kama tunavyoelezwa taarifa, uchumi unaendelea kukua na Pemba na yenyewe inaendelea kufunguka kama tunavyoshuhudia miundombinu ya aina mbalimbali inafanywa. Tuendelee kumpongeza Mheshimiwa Rais na kumpa fursa nyingine ili aweze kutuletea maendeleo makubwa zaidi. Naamini wote mmeshuhudia ndani ya miaka hii ambayo inaelekea sasa 5 kukamilika, kazi kubwa sana imefanyika. Na tayari ameshaahidi kwamba yajayo ni mema zaidi. Kwa hiyo hii Pemba hii ya miaka 5 mingine ijayo ni sehemu ambayo itakuwa imebadilika zaidi kwa maendeleo makubwa zaidi. Sasa sisi kama wana Pemba hatutakiwi tubaki nyuma, tuwe ni sehemu ya mabadiliko haya, tutumie fursa zinazokuja na sisi tuweze kuendelea.